Movie inaanza ni siku ya Jumapili. Maelezo ya Sanaa yanasema kwamba hii ndio siku ya wiki ambayo huaga naipenda sana, yani siku ambayo tunakwenda kukusanyika wote kanisani, mimi na familia yangu wote tukiwa tunasikiliza neno. Na hapo bado sijakwambia sauti nzuri za wanakwaya, huaga wanaimba vizuri kinoma yani. Haya yalikuwa ni maelezo ya Sanaa asubuhi hiyo akijiandaa kwa ajili ya kwenda chachi. Baada ya hapo akatoka zake pale kwa ajili ya kwenda nyumbani kwa wazee wake sasa kuangalia kama tayari pia washajiandaa. Mama alikuwa anapiga makeup, mzee naye alikuwa anatafuta nguo ambayo itamfiti siku hiyo ya Jumapili. Baada ya hapo familia nzima ikatoka ikiwa na furaha na nini pale kwa ajili ya kuelekea kanisani. Lakini kabla ya hapo pia mzee akachukua simu yake kwa ajili ya kupiga picha kama familia tu. Tukiacha familia ya kwanza, naomba nikutambulishe kwa familia ya pili. Huyu ni Benis, naye ilikuwa mida hiyo asubuhi kasha jiandaa fresh kwa ajili ya kwenda kanisani. Kwa hiyo akatoka pale kwa ajili ya kwenda kumwamsha mama yake. Mama yake anaonekana ni mvivu sio mzuri kihivyo kuamka kwenda kanisani. Kwa hiyo akamwamsha pale ili kusudi wawahi kwa pamoja kwenda kanisani. Empozi kwanza kidogo. Hii inaitwa Shining Light. Ongozana nami kutoka sekunde ya kwanza hadi sekunde ya mwisho kabisa movie hii kujifunza kidogo mambo ya imani. Lakini kabla tujiendelee mbele zaidi, mwanafamilia, make sure tayari umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili muda wote kupata burudani za Mswahili. Hii ni Mswahili TV, kituo chako pendwa cha burudani. Utakuwa nami kutoka mwanzo hadi mwisho, nite Clay Mswahili. Ile siku ya Jumapili ikapita, hatimaye leo ni Jumatatu, siku mpya ya wiki kabisa. Leo mama yake na Sanaa ambaye anaitwa Ruki alikuwa akajipima pale na vipimo vinaonyesha bado sio mjamzito. Hizi habari zilikuwa zinamshangaza kidogo, maana ni kwa muda sasa wamekuwa wakihitaji kupata tena mtoto mwingine. Tukiacha Ruki tunakuja kwa baba yake na Sanaa ambaye anaitwa Ejiro. Naye alikuwa kashafika kazini siku hiyo ya Jumatatu, lakini kabla ya kazi akaanza kwanza na ibada kumtanguliza Mungu kwenye kazi yake. Hapo ni bosi na mmiliki wa kampuni moja kubwa tu hapo Lagos. Tukirudi upande wa Sanaa, naye ndio alikuwa katoka skuli, lakini kabla ya kutoka pale akashangaa kuna mwanafunzi mwingine bado hajaondoka kwenda nyumbani. Akamfuata akamwambia kwamba nilijua ni mimi nimebaki peke yangu shuleni hapa. Benis akamwambia hapana, yeye anamsubiri mama yake hapa. Sanaa akamwambia vizuri, lakini sijawahi kukuona hapa shuleni before. Benis akamwambia ndio, hujawahi kuniona kwa sababu mimi ni mgeni hapa. Basi baada ya Sanaa kusikia ni mwanafunzi mgeni, wakatambulishana majina na nini pale. Kingine Sanaa akamwambia anaweza kamaonyesha mazingira mazuri ya shule kwa hizo dakika chache kabla mama yake aje kumchukua. Kwa hiyo washikaji wakatoka pale wakiwa wawili kwa ajili ya kwenda kuonyeshana mazingira ya skuli huko. Haya bana, huyu Benis babake waga ni mfanyakazi huko nchi za nje. Kwa hiyo ni mara chache sana mzee waga anatokea nyumbani. Na hili linamfanya binti yake na mmisi sana baba yake. Kwa hiyo muda mwingi waga anakaa na picha ya baba yake tu pale. Mama akamfuata akamwambia pia kammisi, lakini anabudi kukaa huko kwa ajili ya kuipambania familia yake. Dogo akakubali kishingo upande tu pale, lakini ilikuwa inamuumiza sana hii ya babake kufanya kazi nje ya nchi. Anatamani naye angekuwa anapata malezi ya babake kila muda anaotaka yeye. Sio mzee anakuja nyumbani baada ya muda kidogo anaondoka, na anakuja anakaa kidogo sana. Baada ya hapo mzee anarudi tena kwenye kazi zake hizo. Tukirudi upande wa pili kwenye familia ya kina Sanaa, yupo mzee pamoja na mama yake na Sanaa. Mzee alikuwa anamwambia kwamba anatamani sana apate mtoto wa kiume. Mama naye akawa anampa ahadi nyingi na nini kwamba anamwahidi atampatia mtoto wa kiume. Basi mzee bashasha na nini pale, na akauliza je bado? Mama akasema bado, maana muda mchache uliopita alikwenda kujipima na akagundua kabisa yeye bado sio mjamzito, lakini wana imani sasa hivi watapata mtoto mwingine wa kiume. Mama akatia swali la kizushi pale na akasema vipi kama mtoto atakayekuja atakuwa ni mtoto wa kike tena? Mzee akajibu ajali kuhusu hilo, yeye atakubali chochote Mungu atakachowabariki. Siku inayofuatia walikuwa wanatoka kwa pamoja kwenda market kwa ajili ya kwenda kufanya manunuzi ya vitu vya nyumbani kama familia. Wakiwa wanatoka pale akaingia bi mkubwa. Huyu ni mamake na Ejiro, na ujio wake hapa kwenye nyumba sio mzuri hata kidogo. Kuna jambo kaja kulichochea. Alipofika pale wakamsalimia na nini bashasha kubwa hapo. Mzee akamuuliza mbona kuniambia kama unakuja mama? Nasi ndio tulikuwa tunatoka saa hizi. Bi mkubwa akamwambia kwamba sikutaka kukwambia. Laiti kama ningekwambia, najua kabisa waga upendi wewe nifike hapa. Ungetafuta sababu yoyote ile ya kunizuia. Ndio maana nikaamua nije kimya kimya tu. Anyway, kwa kifupi bibi kaja hapa kuchochea wewe mama mpate ujauzito na mpatie kijana wake mtoto wa kiume. Maana inaenda miaka mingi sasa, kijana wake bado hajapata mtoto wa kiume kabisa. Na hili ni swala ambalo linamuumiza kichwa. Na hataki kabisa kusikia hilo. Na kingine amekuwa akiongea maneno machafu na makali sana kwa Ruki. Na hili limekuwa likimkosesha sana amani Ruki. Maana kila bi mkubwa akija basi ni lazima amani yake itoweke. Sanaa akauliza je, unaweza kutoka kwa pamoja kwenda market na bibi? Mzee akamwambia najua bibi yako atakuwa amechoka sana na safari. Mama naye akamwambia ndio, anahitaji kupumzika. Bi mkubwa akasema nani anasema hivyo eti? Sijachoka, ninaweza kwenda popote pale sasa hivi. Kwa hiyo akasimama kuongozana nao kwa ajili ya kwenda market huko. Kufika market kama bahati vile, Sanaa na Benis wakaonana, wakakumbatiana pale na nini. Ndio pia wakatambulishana kama familia pale. Na kingine huyu Zara anafanya kazi kwenye kampuni ya Ejiro. Kwa hiyo wakatambulishana pale na nini. Mama pia akawa amejua kuhusu hilo kwamba Zara anafanya kazi kwenye kampuni ya Ejiro. Na kingine akawa amejua kwamba binti yake pamoja na Benis tayari wamekuwa best friend. Yaani washikaji wameonana kwa muda mfupi kinoma, na hapo tayari washakuwa marafiki. Usiku mida ya kulala, kabla hawajalala, washikaji huaga wanaomba sana kwa ajili ya familia yao. Sanaa anaomba kwa ajili ya familia yake ambayo anaiona kila siku, na upande wa Benis naye anaomba kwa ajili ya mama yake, na pia anaomba kwa ajili ya babake ambaye yupo nchi za nje huko.
Siku inayofuatia Rukia aliamua kwenda hospitali kwa ajili ya kwenda kujua afya yake kiundani zaidi, maana ni muda sasa wameshajaribu na hajapata kabisa ujauzito. Lakini kufika kule hospitali, daktari akamwambia ana matatizo, yaani ana uvimbe ndani ya mfuko wa uzazi, hali ambayo inamsababishia asiweze tena kupata mtoto katika maisha yake. Yaani hao ambao waliwapata sasa hivi watabakia hao hao, lakini sasa hivi hawezi tena kupata mtoto mwingine. Hizi habari zilikuwa ni habari nzito sana kwa Ruki, maana mume wake kule anahitaji mtoto wa kiume, mama mkwe akamkalia shingoni anahitaji mtoto wa kiume, alafu leo daktari anamwambia na makovu ndani ya mfuko wa uzazi, hali inayomsababishia asiweze tena kupata ujauzito kabisa. Tukiacha hiyo, Jumapili moja hivi Zara pamoja na binti yake wakiwa kutoka kanisani, walipofika nyumbani pale walimkuta mjomba Benisi. Akawahi kwenda kumwoa anko wake pale, maana uaga anampenda kinoma yani. Mama naye akawahi kumkumbatia na kingine akamuuliza ipo wapi mume wake, lakini sura ya anko ilikuwa imejaa huzuni sana na machozi yakawa yanamtoka. Zara hapo kajua tayari kashampoteza mume wake, maana kwa uso wa anko hajaongea lolote lile. Kwa hiyo kilio kikatanda na nini pale, tayari washapata msiba. Mzee akiwa nchi za nje huko kazini, maskini kafariki, na anko ndo kaleta habari kwa familia hapa. Zara alilia kinoma maskini, maana mume wake ndo alikuwa ni kila kitu kwake, alikuwa anamhudumia kwa kila kitu maskini, ukiacha nyumba na nini kazi anayoifanya, lakini mume wake alikuwa ni nguzo kubwa sana kwenye maisha yake. Leo kaletewa habari eti tayari kashafariki. Tukirudi upande wa Ruki huku, alikuwa zake jikoni pale, mara muda huo bi mkubwa akaingia. Ruki akamuuliza, mama kuna tatizo? Akamwambia tatizo ni wewe. Akashangaa, tatizo ni mimi kivipi mama? Bi mkubwa akamwambia tatizo kubwa sana ni wewe, hutaki kabisa kumpatia kijana wangu mtoto wa kiume. Ruki akataka kuendelea kujitetea pale, bi mkubwa akamwambia tulia, najua hiyo ikukwazi kabisa wewe, lakini inanikwaza mimi. Yule ni kijana wangu wa pekee ninayempenda sana yani, na sina mtoto mwingine zaidi ukiacha yeye. Kwa hiyo ni lazima upatie mtoto wa kiume. Kizazi chetu hakiwezi kuisha kama hivi bwana. Ni lazima umpe mtoto wa kiume, wewe unataka au hutaki. Maskini Ruki akisikia maneno makali kama haya kutoka kwa bi mkubwa, huaga inamuuma kinoma yani. Na kingine sasa hivi inamuuma mara mbili yake, kwa sababu ameenda hospitali na kupima akaambiwa kwamba tumbo lake liwezi tena kutungisha ujauzito. Akawa anamwambia bi mkubwa, mimi sio Mungu, siwezi kuchagua ni yupi aje au yupi asije. Mama akamwambia niondolee kabisa huo ujinga kusema hivyo. Binti yako ana miaka 12 sasa hivi na bado hujampatia kabisa mdogo wake. Sijui kabisa mnasubiri nini nyinyi wawili, na ninahisi kabisa tatizo itakuwa ni wewe. Basi baada ya bibi kutema somo nyingi sana pale, akaamua kuondoka zake, lakini alikuwa shamsuuza Ruki vya kutosha tu pale. Upande wa kina Beni, siku taratibu za msiba zilifanyika na msiba ukamalizika vizuri kabisa. Kabla hata hawajamaliza zile siku za maombolezo, mama alikuwa amekaa sebuleni kwake analia kishenzi yani. Dogo akafika pale na kingine akawa anajaribu kidogo kumfariji mama yake, maana hawana mfariji mwingine yeyote yule. Kama wasipofarijiana wenyewe, basi hawana mtu yeyote yule wa kufariji. Mama akamwambia kwenye nyumba inatakiwa uondoke. Akasema mama, haiwezekani, tunaondokaje kwenye nyumba ya baba? Mama akamwambia ndugu zake na baba yake wamesema kwamba hawahitaji tena kumuona kwenye hii nyumba, na kingine wameshachukua dokumenti zote na nini, wameamua kuwatimua kabisa kwenye hii nyumba. Dogo akashangaa akamwambia lakini mjomba atatusaidia. Mama akamwambia huyo mjomba wako ndo alikuwa mtu wa kwanza kusaini hizo karatasi kwamba sisi tuondoke hapa. Dennis alilia kishenzi. Hizi habari zilikuwa ni habari mbaya sana upande wao, wamepigwa na msiba, hawajakaa sawa, wanatakiwa kuondoka kabisa kwenye hii nyumba. Na kingine huyu mama ni mfanyakazi tu wa kawaida kwenye kampuni, sio kwamba ana kipato kizuri kiivo cha pesa. Endapo akiondoka hapa maisha yake yatakuwa magumu kinoma yani. Kingine wamemaliza msiba ndio, lakini hawajafanya mazishi ya mwili kabisa, maana inasemekana mzee alipata ajali na mwili wake haujapatikana, lakini dalili zote zinaonyesha alifariki. Kwa hiyo wakafanya msiba tu hivyo hivyo. Bennett alitoka pale anakanda kumsimulia sana kila kitu. Alimsimulia mkasa mzima ulivyotokea, kuanzia mjomba wake alipomletea taarifa eti kwamba baba yake kafariki, mpaka walipotumuliwa nyumbani kwao na familia ya baba yake kwamba wahitajiki tena kukaa pale. Zile habari pia sana alimsikitikia sana rafiki yake, na kingine akawa anazifeel kabisa, mpaka machozi mengi pia yakawa yanamtoka usoni mwake. Bennett anasema kuwahi kujua kabisa kama mjomba wake ni mbaya, alikuwa akiakti ni mjomba mzuri anayewapenda na nini, lakini kumbe alikuwa anamezea mali zao mate. Ndio maana baada ya msiba babake kutokea tu, mjomba kabadilika hapo hapo. Sana akamwambia siku zote binadamu tunabadilika, ndio maana ustahili kabisa kumwamini mtu yoyote yule, unayestahili kumwamini ni Mungu peke yake. Kingine pia akawa anamtia moyo na akamuuliza kwamba je, baada ya kuondoka kwenye hiyo nyumba mtakwenda wapi? Bennett akasema mama yake ataangalia na yupo analishughulikia hilo mpaka sasa hivi. Sana akamwambia kama mtaona hamna mahali pa kwenda utanijulisha tu, mimi nitaongea na baba yangu, atawafanyia mpango mzuri kabisa kwa ajili ya kupata sehemu ya kujistiri kwa muda kidogo. Haya bana, washikaji wakakumbatiana pale kama kufarijiana tu. Sana aliumia kinoma yani baada ya kusikia mazito aliyompata rafiki yake. Leo Jiro sio alikuwa anatafuta nini kwenye kabati pale, kuna karatasi akawa kaiona, karatasi zinazoonyesha ripoti za hospitalini. Sasa ripoti zinazoonyesha kwamba mke wake hawezi kabisa kutunga mimba, na muda huo mke wake akaingia, akamgeukia akamwambia mbona kunijulisha kuhusu hili? Mama akamuuliza sijakujulisha kuhusu nini? Mzee ndo akamwambia pale kuhusu ripoti ya hospitalini. Mama kidogo huzuni kaanza kumjaa, akasema kujua anaanza kumwambia vipi katika shauku yake kubwa kama hiyo kupata mtoto wa kiume. Na kingine akamwambia alikuwa anatafuta muda sahihi
kumwambia, ndio maana bado alikuwa hajamwambia. Mzee akamwambia lakini ulistahili kuniambia. Mama akaanza kutaka kulia pale. Mzee akaanza kumtuliza na kingine akamwambia kwamba wapo kwenye hili kwa pamoja, wala hapitii mateso haya peke yake, lakini watajaribu kutumia njia nyingine kwa ajili ya kumpata mtoto wa kiume. Lakini mzee bado hakufunguka ni njia gani hiyo wataitumia. Haya bana, upande wa Beni huku maisha kwenye nyumba mpya yakawa yameanza, na dogo akawa ameamini kabisa kwamba baba yake amefariki. Ni kweli ripoti zimekuja na wamemaliza msiba vizuri, lakini kama bado hajauona mwili wa baba yake, anasema hawezi kuamini kabisa kama baba yake kafariki. Kwa hiyo siku hiyo akawa anaomba kama kawaida, na kingine akamwambia sana baba yake yuko kazini. Hakuwa anaomba kama baba yake ni mtu ambaye tayari kashafariki. Usiku ule alipolala akaona mzee wake amemjia kama kwenye ndoto vile, na kingine akamwambia usiache kuomba, kile unachokiamini siku moja kitakuja kuwa kweli. Asubuhi yake dogo akaamka akiwa na shauku kubwa yani, na kingine akasema kwamba ilikuwa ni ndoto tu. Ile siku inayofuatia pia akachukua kalenda yake, kalenda ambayo amekuwa akiikata kila siku tarehe mpaka ile tarehe ambayo baba yake aliahidi atakuja nyumbani. Kwa hiyo akaibandika kwenye nyumba mpya kwa ajili ya kuendelea kukata kila siku. Mama akawa anamwambia jaribu kuamka basi, amka kwenye uhalisia, huu ndio ukweli. Dogo akamwambia hapana, huu sio ukweli kabisa. Uhalisia ni kwamba baba yake bado yupo hai na ataendelea kukata kwenye kalenda yake mpaka siku baba yake atakaporudi nyumbani. Yeye haamini kabisa kwamba baba yake amefariki, anaamini siku moja baba yake atakuja. Kweli bana, bi mkubwa akamwacha bandike kalenda yake ukutani pale kwa ajili ya kuendelea kukata siku, lakini mama imani yake ilikuwa imeshakufa kabisa. Hana mtu wa kuendelea kumtunza hapa nyumbani, ile yake kiuchumi ni mbaya, wameshafukuzwa nyumbani kwao walipokuwa wanaishi mwanzoni. Ndio maisha yanazidi kuwa magumu siku baada ya siku. Mida ya usiku kwa Ejiro na Ruki leo walikuwa na maongezi kidogo, na leo ndo mzee akawa ameleta idea yake pale, ni namna gani watapata mtoto. Mzee akawa anamwambia kwamba wapandikize mbegu kwa mwanamke mwingine, huyo mwanamke awaletea mtoto ambaye ni wa kwao kabisa. Mama akasema hapana, hilo ni swala ambalo hawezi kukubali leo wala kesho. Yaani mwanamke mwingine ambebe mtoto wake kweli? Hawezi kabisa kukubaliana na hilo swala. Mzee akamuuliza ni upi mpango wako sasa kama huwezi kabisa kukubaliana nalo. Mama akamwambia kama vipi waadapti mtoto, waende wamchukue mtoto kisha mwadapti. Mzee akamuuliza unamaanisha nini wewe? Yaani nikamchukua kijana ambaye simjui, sijui historia yake, sijui background yake, alafu nianze kumlea nimuone kama mtoto wangu kabisa? Mama akamuuliza je, ni nani atakwenda kumwambia yule mtoto kwamba sio wako? Wewe labda ndo ufunguke. Mzee akasema hapana, hawezi kabisa kufanya hivyo. Siku zote ukweli waga unatafuta nafasi ya kuja. Wamlee mtoto leo, kesho kutwa aanze kutafuta wazazi wake wa kweli. Hawezi kabisa kukubali kufanya ujinga kama huo. Hawezi kwenda kumwadapti mtoto. Mzee akasisitiza swala la kupandikiza mbegu kwa mwanamke mwingine ili kusudi awaletee mtoto wa kiume. Mama akamwambia hapana, naye pia hawezi kukubali kabisa kuhusu hilo. Kidogo wazee wakaanza mafarakano pale. Yaani hii hali ilikuwa imeshaanza kuwafarakanisha kabisa. Mzee akaomba samahani kwa maneno makali aliyokuwa kaiongea kwa mke wake. Mke wake naye akaondoka pale. Anajiona anapitia kwenye hii hali peke yake. Alienda kaa sehemu akawa analia kishenzi. Haya maumivu yasimuliki kwa mtu yoyote yule. Zaidi sana yeye ndo anaelewa maumivu yake. Upande wa Beni bado alikuwa ipo na picha babake anamkumbuka kinoma yani. Akawa anakumbuka mpaka siku ya mwisho ambayo mzee aliaga anaondoka kwenda kazini. Anakumbuka siku hiyo ilikuwa ni mida ya asubuhi sana yani. Mzee alikuwa amekuja hajakaa hata wiki moja, akaanza kuaga anaondoka na akapaki vitu vyake asubuhi na mapema kwa ajili ya kuondoka. Siku hiyo alimuaga kwa makombato mengi na nini, na mzee aliahidi kabisa atarudi nyumbani. Hata patokee nini lakini aliahidi atarudi nyumbani. Alafu eti leo uje muaminishe kwamba baba yake amekufa. Hili ni swala ambalo bado kwenye akili yake lilikuwa halijaingia kabisa. Alikuwa aamini kabisa kama mzee wake amefariki. Ndio maana bado alikuwa anaendelea kukata kwenye kalenda yake pale mpaka siku baba yake atakaporudi nyumbani. Lakini uhalisia ndo huo, mzee wake ndo tayari inavyosemekana kashafariki. Siku inayofuatia kazini, Zara alionekana ni mtu mwenye mawazo sana kiukweli. Mzee Ejiro akaingia pale ambaye pia ndo bosi wake na Zara, na kingine alikuwa anamwambia kwamba nimekuona kwa muda mrefu, ni mtu mwenye mawazo sana yani. Kama unaona bado uko sawa kurudi kazini, unaweza ukarudi nyumbani ukaendelea kujipa muda wa kutosha. Mshahara wako utakuwa unaingia kama kawaida. Zara akasema kiukweli hawezi kubaki nyumbani. Kila akibaki nyumbani na kila kitu kinamkumbusha kuhusu mume wake. Kwa hiyo akikaa nyumbani uaga anakuwa mpweke, machozi mengi yanamtoka. Ni bora aje kazini kwa ajili ya kusafisha akili yake. Maana amekuwa ni mtu mpweke sana sasa hivi. Ejiro akamwambia hapana, wala upo kabisa mpweke, bali nitakuwa hapo kwa ajili yako siku zote. Zara akashangaa mzee anamaanisha nini? Na kingine akamwambia umeshafanya mambo mengi sana kwenye maisha yangu. Sihitaji kukusumbua wewe na familia yako iliyokamilika. Mzee kidogo akaingia huzuni pale na akamwambia familia yangu haijakamilika. Kiukweli anahitaji sana mtoto wa kiume. Na kingine hata kama si wa kiume, lakini bado anahitaji watoto. Na mke wake kwa sasa hivi hawezi kabisa kupata ujauzito. Zara akashangaa nini? Kwa hiyo Ruki hawezi tena kubeba ujauzito? Akampa pole sana kwa hilo. Mzee akamwambia ni sawa, lakini nahitaji kuoa mwanamke mwingine. Mwanamke atakaye nipatie mtoto wa kiume. Na mimi simjui mwanamke mwingine
yeyote yule, zaidi sana na kujua wewe. Kwa hiyo akamuita Zara. Zara akamgeukia pale, mzee akamwambia naomba uoane na mimi. Zara akashangaa, huyu si mume wa mtu kabisa. Jibu la Zara bado hatujalijua mpaka sasa hivi. Pazia Empire, hapo unajipatia mapazia ya kisasa, mapazia yanayokwenda na muonekano wa nyumba yako. Cheki picha kama hizo, picha za site ambazo tayari tushazifanyia kazi. Unajipatia pazia bomba kabisa. Wewe mwanafamilia wa Mswahili TV, unasubiri nini kuipendezesha nyumba yako kwa pazia nzuri na za kisasa kabisa? Zipo pazia maalum kwa ajili ya majumbani na zipo pazia maalum pia kwa ajili ya ofisini. Pazia za majumbani zinakuwa nzito kama hivyo na pia zinakuwa na lesi yake kama hivyo. Tutakudizainia kwa rangi unayotaka wewe na kwa rangi ya ukuta wako ili kusudi kuleta muonekano nyumbani kwako. Na pia kwa wale wa ofisini tutakudizainia blind za kisasa kabisa kutokana na rangi ya ofisi yako au kutokana na rangi ya sehemu ulipo wewe. Fika dukani pale Kariakoo Agri na Sikukuu kujipatia na kuchagua pazia za kisasa kabisa na pia kujipatia ushauri ni zipi pazia bora kwa ajili ya ofisi au kwa ajili ya nyumba yako. Tupo kwa ajili ya kuipendezesha nyumba yako. Pazia Empire. Usisahau pia kwa mawasiliano zaidi tucheki kupitia nambari za simu 0741 00 57 58. Tupigie sasa kwa ajili ya kukuhudumia au pita pale Instagram @Pazia Empire uweze kujionea pazia bora na za kisasa kabisa. Na pia hapo Instagram utaona ni kwa namna gani tunavyohudumia wateja wetu. Piga simu sasa au fika dukani kujipatia pazia kwa ajili ya nyumba yako au kwa ajili ya ofisi yako. Pazia Empire, tupo kwa ajili ya kuipendezesha nyumba yako. Mida ya usiku mzee akawa kafika nyumbani pale, na kufika nyumbani kama kawaida amani ya kuonaga kabisa siku hizi. Mama akawa anamuuliza tatizo nini, maana imepita ni muda sasa hajamgusa kabisa mke wake. Mzee akamwambia ina maana yoyote ile, hata ukifanya hiki ukifanya kile, kama hakuna mtoto ina maana gani sasa? Mama akawa anaendelea kuleta swala lake kuhusu kwenda kumwadapti mtoto, wamchukua mtoto yatima kisha wamwadapti. Mzee akamwambia unajisikiliza kweli? Nimeshakwambia hilo swala siwezi kulifanya kabisa, na kingine kama umekataa kuhusu hilo swala la kwenda kupandikiza mbegu, basi umeniacha bila chaguo zaidi ya kuleta mwanamke wa pili nyumbani. Siku inayofuatia bibi leo sio alikuwa ametoka wapi, Ruki akawahi kwenda kutaka kumpokea pale, lakini mama akagoma kabisa kupokelewa na akasema hataki kupokelewa na mwanamke mgumba. Ruki akamwambia sio mgumba, tayari ana binti mmoja. Akamwambia una binti lakini kama una mtoto wa kiume wewe ni mgumba kabisa. Bibi akawa anakwenda kukaa pale. Sana naye ndio alikuwa anazishuka ngazi kwa ajili ya kuja sitting room hapo. Akawa anasikilizia ile maongezi ya bibi pamoja na mama yake. Ruki akaona kashaficha sana kwa bibi mkubwa. Leo akaamua kumchana makavu tu. Akamwambia ni kweli hawezi tena kubeba ujauzito. Tumbo lake haliwezi tena kutungisha mimba. Ndio maana hawezi kumpatia kijana wake mtoto wa kiume kabisa kuanzia sasa hivi. Bibi akashangaa nini? Nilijua muda wote mtakuwa mnasubiri jambo la ajabu kabisa. Na kingine kijana wangu anajua na bado hajaniambia mpaka sasa hivi. Inabidi afanye mpango apate mwanamke mwingine kumpatia mtoto wa kiume. Sana baada ya kuzisikia zile habari maskini naye akaondoka zake pale. Maana ni kwa muda sasa hivi amekuwa akianza kuona familia yake na akti kiajabu na nini, amani hamna, majibizano hapa na pale. Jambo ambalo lilikuwa linamshangaza sana. Na leo ndo kaja kupata ukweli wote kwamba mama yake hawezi tena kutungisha ujauzito, na kingine amekuwa akipitia manyanyaso ya maneno makali kutoka kwa bibi yake mwenyewe. Ile siku mama alimsubiri kijana wake mpaka alipotoka kazini, na kingine akawa anamwambia hawezi kukubaliana na huu ujinga kabisa. Ni lazima afanye mpango apate mtoto wa kiume, la sivyo hawezi kumuelewa hata kidogo. Jamaa akawa anamwambia mke wake katoa wazo kwamba wamwadapti mtoto. Mama akamwambia ndivyo anavyowaza ujinga kama huo, hawezi kukubaliana na huo ujinga kabisa, kwenda kulea mtoto wa mtu mwingine ikiwa yeye kwenye mwili wake hana tatizo lolote lile. Kibaya ni kwamba bibi mkubwa akamshauri kwamba akapate mtoto wa nje ya ndoa kisha amlete kwenye nyumba yake kabisa. Jamaa akamwambia unamaanisha nini mama? Mimi si aina ya mwanaume kama huyo, siwezi kabisa kufanya upuuzi kama huo. Amepanga kuoa mwanamke mwingine ambaye ni nani sasa? Ni yule Zara. Akasema ni bado tu hajasema ndio, lakini akikubali wataoana hivi karibuni, apate mtoto kihalali na mtoto ambaye si wa nje ya ndoa. Ruki akazishuka ngazi akasema nini? Ina maana kumbe ulikuwa unamaanisha yote ulikuwa unasema? Bi mkubwa naye akamuuliza usiniambie ulikuwa unasikiliza maongezi yetu juu huko. Jamaa akamwomba mama yake asogee pembeni kidogo kwa ajili ya kumpisha maongezi na mke wake. Mama akawaacha kweli pale. Ruki akamuuliza hivi unajisikiliza mwenyewe kweli? Kwa hiyo umepanga kwenda kuoana na mwanamke mwingine tofauti kabisa, tena mwanamke ambaye ni sekretari wako? Jamaa akamwambia ndio, uliniacha bila chaguo. Siwezi kukubali kumwadapti mtoto ambaye simjui kabisa. Ni lazima niwe na mtoto ambaye ni wa kwangu, damu yangu kabisa, sio mambo za kwenda kuadapti huko. Bi mkubwa leo akamwambia amekubali yote, sijui mambo ya kwenda kupandikiza mbegu na nini. Mzee akamwambia hata hiyo option siitaki tena, na maamuzi yangu yameamua kama hivyo, ni lazima nimlete mke wa pili kwenye nyumba. Mzee akaondoka zake pale. Ruki akawa anawaza amekosea wapi, lakini kawa mwaminifu kwenye ndoa yake, kawa mwaminifu kwa Mungu. Kwa nini anyime uwezo wa kupata ujauzito tena kwenye maisha yake? Hili lilikuwa linamuumiza sana maskini. Na kingine hata kanisani akawa haendi tena, maana anaona imani yake ni bure kabisa. Kama leo kanyang'anywa kitu kikubwa kama hichi, anaona haina haja tena kuendelea kuwa na imani. Upande wa pili Kuzara naye alikuwa anawaza sana anaambiwa na bosi wake ambaye ni Ajiro. Sasa akawa anamwangalia binti yake, kiukweli anahitaji sana matunzo bora, na kingine
anahitaji elimu. Vitu vyote hivyo hawezi kuvimudu peke yake kama asipokuwa na mtu wa kumsimamia mambo yote hayo. Na kingine akimwangalia Jiro ni mtu ambaye anaweza kukidhi kabisa mahitaji yake, si mambo ya chakula, si mambo ya ada na nini. Usiku ile aliamua kufanya maamuzi peke yake na kichwa chake. Kwa hiyo siku inayofuatia kazini akamfuata bosi wake pale na akaja na habari nzuri sana kwa bosi wake. Akamwambia kwamba anaomba chukue uangalifu mzuri sana juu ya binti yake. Mzee akasimama akamwambia of course ndio, atachukua uangalifu kama ni binti yake wa kumzaa kabisa. Anachohitaji ni ndio yake tu sasa hivi. Mama akamwambia ndio amekubali, lakini akamuuliza vipi kuhusu mke wako? Akamwambia ni kweli inakuwa ni ngumu sana upande wake, lakini inambidi tu kubaliana na hali. Zara akakubaliana na kila kitu. Na kingine akamchana tu wazi kwamba si kuhusu mapenzi, bali ni kuhusu kutegemeana. Yeye atampatia mtoto wa kiume na yeye anahitaji mlee vizuri sana binti yake, asije akakosa matunzo, maana binti yake kwa sasa hivi anahitaji sana baba. Basi baada ya hapo mzee akamkumbatia na nini pale. Wakati wamekumbatiana pale, mama akaingia. Uwezi amini Ruki aliyokuta ndo anakumbatiana pale maskini, na akajua kabisa Zara ndo akasema ndio leo. Zara akawapisha mtu na mume wake kwa ajili ya kuyajenga zaidi. Ruki akamuuliza na maana kweli ndo kaamua kuja kuona na Zara? Mzee akamwambia sina maamuzi mengine yote yale, na unajua kabisa mamangu anavyosema. Akamwambia si kuhusu mama yako, hii ni kuhusu sisi wawili. Vipi kuhusu historia unayojenga kwa pamoja miaka yote hiyo, kwa kipindi chote hicho alichovumiliana kwenye shida na raha? Kwa nini leo anashindwa kumvumilia kwenye shida yake? Lakini hii ni shida moja kubwa sana. Mzee anahitaji mtoto wa kiume na anahitaji kuendeleza kizazi chake, ndio maana inakuwa ni ngumu sana upande wake, na maamuzi yake ikawa amelala kama hivyo. Hata baada ya mama kumuomba sana na nini asije akaoana na yule mwanamke, lakini bado mzee aliamua hivyo, ni lazima aoane na Zara kwa ajili ya kumpatia tu mtoto wa kiume. Mida jioni, washikaji wa kioskuli kule wanaosubiri wazazi wao kuja kuchukua kurudisha nyumbani, wakawa wanapiga story pale. Kiukweli kila mmoja wao na mawazo kishenzi yani. Upande wa Sana anawaza kuhusu familia yake imeingia kwenye migogoro mizito na nini, na upande wa Benisi naye pia anawaza kuhusu mama yake. Mama yake amekuwa ni mtu mwenye msongo wa mawazo siku hizi, sio kama zamani, imeacha kabisa kwenda kanisani, na kingine imani yake pia imeshaanza kutoweka kabisa. Wakawa wanaongea kama kufarijiana tu pale, lakini kila mmoja na machungu yake moyoni kivyake, na wakawa wanasimuliana kila kitu. Wakiwa bado wanaendelea kuongea pale, akaingia mama yake na Benisi. Hapo hapo akaingia mama yake na Sanaa pia. Mama yake na Sanaa akamwambia kaa mbali kabisa na hao watu. Hawa ndio watu wanaotaka kumchukua baba yako mbali na wewe. Washikaji wakawa wanashangaa wazazi wao na maana gani kuongea kama hivyo. Ruki akawa anasema kwamba huyu mwanamke unayemwona mbele yako ndiye anayetaka kuoana na baba yako, aje ichukue kabisa mbali furaha yako. Benisi akamuuliza mama yake yote ni kweli. Mama alikuwa kimya, asiweze kujibu chochote kile. Na kingine bi mkubwa akaomba kabisa, nyie wawili naomba mkae mbali sana na binti yangu, kuanzia Zara mpaka Benisi. Sitaki kuwaona kabisa karibu na binti yangu, maana nahisi mtakuwa mnamnafikia tu hapa. Kwa hiyo akaondoka pale Sana na mama yake. Sana asielewe chochote kinachoendelea, lakini ndio tayari alishajua kwamba Zara ndo anataka kuoana na baba yake kwa ajili ya kuja kumpatia mtoto wa kiume. Na Benisi naye akawa amejua mama yake anatafuta mwanaume mwingine, jambo ambalo walikuwa kubaliani nalo kabisa, maana mpaka sasa hivi bado hajaamini kwamba baba yake amefariki. Yeye anaamini baba yake bado yupo hai. Kwenye gari ukiwa unarudi nyumbani, Sana naye akamsimulia mama yake kila kitu, na kingine akamwambia mama, najua kabisa huwezi tena kupata ujauzito, ndio maana hutaki kabisa kwenda kanisani sasa hivi. Bi mkubwa akamwambia ndio, anajua hawezi kupata ujauzito kutokana na matatizo yake kiafya. Dogo akamwambia hayo ni maneno ya madaktari, lakini vipi kuhusu maneno ya Mwenyezi Mungu? Mama akamwambia haya ndo maisha halisi, afya yako ndo uhalisia wenyewe. Dogo akawa bado anapinga pale, na kingine akamwambia mama, kumbuka ulinifunza wewe imani, leo inakuwaje imani yako inatetereka? Mungu anasema tumamini yeye katika nyakati zote, katika nyakati za shida, hata katika nyakati za raha pia, na katika zile nyakati ngumu ndipo hapo anapokuja kufungua njia. Kwa hiyo unahitajika kuamini mama. Bi mkubwa akawa anamwambia amka wewe, huu ndo uhalisia wenyewe, unatakiwa kuamka kutoka kwenye mambo ya imani na kuamka kwenye uhalisia halisi. Dogo akawa anamwambia mimi na imani mama, hakuna tatizo lolote linaloendelea kati yako na Mungu atakujibia maombi yako. Mimi na imani mamangu utakuja kupata mtoto wa kiume kabisa, na huyo mtoto atatoka kwako. Mama akawa anachekelea tu pale. Walimfunza binti yao imani wao peke yao, lakini leo imani zao zinatetereka. Usiku ule pia Sana alikuwa amekaa na baba yake, na kingine akawa anamwambia baba yake asije akaoa mwanamke mwingine. Ni kweli anahitaji ndugu yake wa kiume, lakini asije akaoa mwanamke mwingine kwa ajili ya kumpatia mtoto huyo. Ana imani mama yake atampatia huyo mtoto. Bibi akatokea pale na akasema hilo ni swala ambalo haliwezekani kabisa, madaktari wameshasema hawezi kabisa kupata mtoto. Kipi kingine ambacho kinahitajika hapo? Mzee naye akamwambia hivyo ndivyo mambo huaga yanafanya kazi, na kingine usijifanye ujui kabisa kuhusu sheria za ulimwengu. Dogo akamwambia sio kwamba sijui madaktari walosema, najua kabisa mambo yanavyofanya kazi, lakini siwezi kuamini hayo mambo akiwa anafanya kazi ikiwa najua Mungu wangu pia huaga anafanya kazi, na Mungu wangu ni Mungu anayejibu siku zote. Akawaambia kabisa mama yake hivi karibuni atapata ujauzito na atakwenda kujipatia mtoto wa kiume. Bibi akamwambia unaona sasa, hii ndio maana huaga sipendi kabisa kwenda kanisani. Nyinyi mkienda kanisani mimi niacheni nyumbani tu hapa, maana mnamezesha vitu ambavyo havipo kabisa. Huu ndio uhalisia, unatakiwa kuamka kwenye hizo imani na kuamka kwenye uhalisia halisi. Upande wa pili Zara pia naye akaenda kabandua kabisa ile kalenda ambayo binti yake
yake uoga na akaunti kila siku, akiamini akifikia ile siku ambayo babake alisema atarudi nyumbani, pia babake atarudi nyumbani. Kwa hiyo akachukua ile kalenda akaenda akaitupia mbali huko. Dogo akafika pale na akamuuliza mamake kalenda yake iko wapi. Mama akamwambia ipo sehemu ya taka, sehemu ambayo inastahili kuwepo. Akamuuliza lakini kwa nini mama? Bi mkubwa akaanza kumkoromea sana pale. Akawa anamwambia amka wewe, amka kwenye uhalisia. Toka kwenye hizo imani zako za ajabu na uamke kwenye uhalisia. Haya ndo maisha ya kweli. Haya bana, mara ya mwisho washikaji walionywa wasionane kabisa wala wasikae tena kwa pamoja, lakini kama kawaida yao hawawezi kabisa kutengana. Hawa tayari ni marafiki na kutengana hilo ni jambo ambalo haliwezekani hata kidogo. Kwa hiyo wakawa wamekaa pale wanajadiliana wote kwa pamoja. Wazazi wao siku hizi waendi tena kanisani. Wamekuwa kitamani waongozane kwa pamoja kwenda kanisani, lakini wazee wanawasukumia waende wao peke yao. Wazee hawataki kabisa kukanyagisha mguu wao kanisani. Na kingine imani za wazee zimeshatetereka kabisa. Hawaamini tena kabisa mambo ya Mungu. Na kingine hawaamini kabisa kwamba Mungu anaweza kutenda miujiza. Kwa hiyo wakaamua kwa imani yao ambao hawa wazazi ambao sasa hivi hawaamini ndio waliwafundisha hiyo imani, wakashikana mikono pale kisha wakaanza kuomba. Wanaomba ukiwa wanasema kwamba wanajua kabisa Mungu ndio mlinzi wa mambo yote na Mungu ndiye muweza mambo yote. Kama Mungu asipoilinda familia basi walindao wanafanya kazi bure. Na kingine wakawa wanachanganya na mistari ya Biblia wakisema kwamba ulisema tuombe chochote kwa jina lako nawe utatupatia jambo hilo. Wakawa wanasema wanaomba sana familia zao zirudishe amani. Mimi anasema kwamba anaomba sana kwa Mwenyezi Mungu. Mungu arudishe uwezo mama yake na Sanaa na aweze kujipatia kabisa ujauzito. Na kingine aende hospitali akapime na ambiwa na ujauzito. Kisha ajipatie mtoto wa kiume ambaye baba yake ndio uaga anamtaka. Na kingine Sanaa akawa anaombea kwamba chochote kisio kimefanyika kuhusu baba yake. Kwenye hiyo ajali asiwe amehusika kabisa. Badala yake arudi nyumbani akiwa ni mzima wa afya kabisa. Washikaji walishusha maombi mazito sana pale. Na kingine wakawa wanaomba imani za wazazi wao zirudi. Maana kiukweli kwa sasa hivi imani zao zimetetereka kabisa. Wazee wakumbuki ni lini mara ya mwisho wamekanyagisha mguu wao kanisani. Wala wakumbuki ni lini mara ya mwisho wamepiga magoti kumwomba Mwenyezi Mungu. Yale maombi yao ya kuishia tu pale. Sanaa akaamka usiku mzito kinoma yani. Anajua sheria kabisa za maombi. Na kingine anajua nguvu ya maombi ya usiku. Akawa anaomba kwa Mwenyezi Mungu pale usiku kucha. Anaomba Mungu amrudishie mama yake uwezo wa kupata ujauzito. Na kingine akawa anaomba kwa baba yake na Benisi arudi nyumbani akiwa ni mzima wa afya kabisa. Kaliomba sana maskini usiku ule. Na haya ni maombi ya watoto, maombi ya malaika yani. Kwa hiyo ni lazima afike kwa Mwenyezi Mungu na kwa neema za Mungu maombi yao yanaweza yakajibiwa. Leo akiwa kwenye gari anaelekea zake skuli na baba yake alikuwa amelala pale. Na kingine kuna ndoto akawa kaipata. Mzee akashangaa binti yake anaota nini mpaka anacheka kama hivyo. Akaamua kumwamsha pale. Akamuuliza ulikuwa unaota nini? Dogo akamwambia ameota malaika wamemjia na akamwambia achague chochote anachokihitaji. Akachagua furaha ya familia yake. Mzee akatabasamu na nini pale. Mwisho akaendelea kudrive. Upande wa nyumbani huku leo Jiro alishangaa kumuona mke wake akiwa ajielewe hali yake ni mbaya, kwa hiyo akahitaji sana kumpeleka hospitali. Maana ilionekana kabisa hali yake ni mbaya. Mke wake alikuwa anasema atakwenda kuisha hospitali maana saizi kusha kuwa usiku. Lakini mzee akamwambia atampeleka kabisa sasa hivi hospitali. Hawezi kusubiri kesho. Sio kwamba mpende mke wake, ila kutokana na changamoto na nini na shinikizo la mama yake kutaka mtoto wa kiume, ndio maana ikawa inamlazimu kuoa na mke wa pili. Kwa hiyo akamnyanyua mke wake pale kwa ajili ya kumpeleka hospitali. Bibi naye akawa anachungulia kwa mbali akasema kama utani, isije ikawa tayari kashapata mtoto huyo. Tukirudi pande pili kwenye familia kina Benisi, leo kuna mmoja kati ya ndugu zake na baba yake kaja nyumbani kwao kabisa, na kingine kaja ana huzuni kubwa kishenzi. Akasema ya kufurahishwa kabisa na ile ambayo ndugu zake waliyapanga. Yeye aliwaitikia tu vile ni ndugu zake, lakini imekuwa ikimuumiza siku baada ya siku. Ndoto za ajabu zimekuwa zikimjia na kingine moyo wake bado hujapata amani. Kwa hiyo akaamua kuiba dokumenti zote zile kuhusu nyumba yao na leo kaamua kuwaletea. Akamwambia zitawasaidia kwenda mahakamani na umiliki wa mali zao zote zikarudi. Kwa hiyo wana uwezo wa kurudi kwenye nyumba yao kama kawaida. Maombi yameanza kufanya kazi by fire, unaambiwa leo nyumba yao imerudishwa. Benisi akamuuliza kiongozi, vipi kuhusu baba yangu? Yule jamaa akasema kiukweli sijui sana kuhusu baba yako, lakini kwa maelezo ya mjomba anasema kwamba mzee alipata ajali na afikiri kabisa kama yupo hai. Anahisi hata kwa 100% kwamba mzee ameshafariki. Basi Benisi maskini machozi mengi yakawa yanamtoka pale. Maana mpaka sasa hivi bado hajaaminiki kabisa kwamba baba yake amefariki. Ila muhimu nyumba yao imerudi sasa hivi. Angalau maisha yatakuwa magumu tena kama ilivyokuwa mwanzoni. Hawatowaza tena kuhusu kodi na nini. Na kingine mali za mzee zilikuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo wanaweza wakazitumia zile mali na wakaendelea kuendesha maisha yao kama kawaida. Huko hospitali alipokwenda Ijiro pamoja na Ruki, baada ya daktari kufanya vipimo vyote na kafanya vipimo zaidi ya mara 3, akawa anawaambia kwamba hili ni jambo ambalo hajawahi kuliona kabisa tangu kaanza kazi yake. Mke wake alionekana hataweza tena kubeba ujauzito kutokana na makovu yaliyopo ndani ya tumbo la uzazi wake. Ndio maana ikawa anamsababishia asiweze tena kupata ujauzito. Leo anashangaa amempima mke wake na amegundua ni mjamzito. Bibi mkubwa naye akamuuliza, "Je, umepima vya kutosha?"
vinatosha? Daktari akasema ndio. Hakupima mara moja tu, alihisi labda vipimo vyake vinakosea, lakini alipima mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu pia, akagundua mke wake ni mjamzito. Hizi zilikuwa ni habari nzuri sana kwa mzee, na kingine pia zilikuwa ni habari nzuri sana kwa Ruki. Daktari akawaacha pale mara moja. Mama akamgeukia na huzuni kishenzi na akamwambia, ulisaini forever, ulisaini kwamba utoniacha kwenye shida wala utoniacha kwenye raha, lakini uliniacha nikabeba mateso yangu peke yangu, uliacha nikabeba machozi yangu peke yangu. Mzee akamwambia samani, lakini alichokuwa anahitaji ni mtoto wa kiume tu. Ruki akamwambia ni sawa, sasa hivi daktari kasema amepata ujauzito, vipi kama mtoto atakayekuja atakuwa ni mtoto wa kike? Mzee akamwambia mimi sijali tena kuhusu hilo, na kingine nimeshaamua kwenye akili yangu, sasa hivi nitaridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu ataniletea. Basi bana, wakatoka pale kama familia kwa ajili ya kurudi nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, bibi akawapokea akisema kwamba anahitaji kumpatia kijana wake mwanamke ambaye atampatia mtoto wa kiume kabisa. Hawezi kukubaliana endelee kukaa na mwanamke ambaye hawezi tena kutunga ujauzito. Jamaa akamweka mke wake chini pale, na kingine akamwambia bi mkubwa kwamba mke wake ni mjamzito sasa hivi. Bibi akashangaa, nini? Si wao ndio walimwambia hawezi tena kupata ujauzito? Wakasema ndio, lakini madaktari pia wamesema hii ni miujiza. Sana akawa anambusu mama yake pale na nini, na kingine akamwambia kwamba mimi niliwaambia ni maneno ya daktari tu, bado maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ni kweli maskini, Mungu tayari kashaanza kumjibia maombi yake. Kwa hiyo ule mpango wa mzee kuleta mwanamke wa pili nyumbani ukawa ndio umeishia mpaka hapo. Upande wa pili huko polisi walikuja wakamkamata mjomba na wakampeleka kabisa kituo cha polisi kwa makosa ya kutaka kutapeli mali za familia. Maana hii familia ilistahili kubaki na mali za baba yao na sio mjomba kuzichukua kama hivyo. Kwa hiyo polisi wakamchukua kumpeleka kwenye mikono ya sheria na adhabu kali zitachukuliwa juu yake. Familia ikabaki na nyumba yao pale maskini. Mama akamkumbatia binti yake kwa bashasha kubwa kinoma yani. Maana binti yake ilimwambia kila kitu kinawezekana, lakini bado mama alikuwa hataki kabisa kumwamini. Upande wa jamaa kule wakiwa katoka kazini, bibi mkubwa akamsimamisha pale na kingine akamwambia anajisikia vibaya sana yani kwa jinsi ambavyo alikuwa anamtreat mke wake. Jamaa akamwambia hapana, wala hatazi waze, hayo ni mambo ya nyuma na ya nyuma katu asielete kwenye future. Bibi akamwambia ni sawa, lakini sasa hivi ameridhia hata yeye. Mtoto wa kike au wa kiume wote ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hawezi kumpangia mke wake ni mtoto gani amletee. Zote huaga na panga Mungu. Kwa hiyo atakubaliana na mtoto yoyote yule atakayekuja. Hata kuwa na pingamizi tena juu yao. Na kingine hatuendelee kuwakosesha amani tena kama familia. Miezi kadhaa mbele kupita hivi, mzee alikuwa hospitalini. Mke wake kashafikia ile miezi ya kujifungua mtoto kabisa. Na wameenda kwenye hospitali ile ile. Daktari akaja akamwambia kwamba ana habari nzuri sana juu yake. Mke wake pamoja na mtoto wake wana afya njema kabisa. Jamaa akawa na shauku akamuuliza ni mtoto wa kiume au wa kike? Daktari akamwambia ni mtoto bouncer wa kiume. Jamaa alifurahi kishenzi yani. Hapo hapo akampigia mama yake. Kisha akampa zile taarifa. Baada ya hapo akatoka kumwona mke wake huko ndani. Kiukweli hizi zilikuwa ni habari nzuri sana upande wake. Mke wake kajifungua mtoto wa kiume. Miezi kadhaa mbele tena kupita hivi, bibi huaga atakagi kabisa kwa watu kanisani. Kwa hiyo muda wote familia ikiwa imeshajiandaa kwenda kanisani, naye pia anawawahi kinoma yani. Kashajionia baadhi ya miujiza mingi sana ikiwa kwenye hii nyumba. Miujiza ambayo kibinadamu haiwezekani kabisa, bali mkono wa Mungu ndio uliofanya kazi. Kwa hiyo naye imani yake ikawa imejengeka. Ndio pale inakuja imani huja kwa njia ya kusikia au kwa njia ya kuona. Lakini maskini upande wa Beni hatujajua kama baba yao alirudi nyumbani. Lakini leo akiwa anapiga story na mama yake nyumbani huko, wakiwa na bashasha kubwa na nini, kuna mtu akawa anakuja nyumbani kwao pale. Akafika akagonga mlango. Mama kwenda kufungua kuamini macho yake. Mume wake ndio huyo hapo yupo hai na ni mzima wa afya kabisa. Unajua bibi mkubwa alitaka kuzima pale pale, alisi labda kaona mzimu. Dogo naye kufika pale akamuoa baba yake. Kwake kushangaa sana, maana ni jambo ambalo amekuwa akiomba kila siku na kila siku amekuwa akikata kwenye kalenda zake kwamba siku moja baba yake atarudi nyumbani. Leo maskini baba yake karudi nyumbani, wakakumbatiana na nini pale. Mama bado alikuwa anamwangalia amini kabisa. Na kingine anasema anaamini ni kweli ndio alikufa, lakini Mungu kamrejesha tena kwenye maisha. Na hii si ndoto kabisa, bali haya ni maisha ya uhalisia. Yeye ndo alikuwa anastahili kuamka kwenye ndoto ya kuamini kwamba mume wake mafariki na amini kwamba mume wake bado yupo hai. Lakini yote kwa yote mimi naweza nikasema kwamba haya ni maombi ya washikaji, maombi ya Benisi pamoja na maombi ya Sanaa ndio yanayofanya kazi by fire. Na hapo ndo nakuwa mwisho wa huu mzigo unaitwa Shining Light. Niandikie maoni yako kwenye comment hapo. Umejifunza nini kutoka kwenye huu mzigo? Make sure tayari umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili muda wote kupata burudani za Mswahili. Hii ni Mswahili TV, kituo chako pendwa cha burudani. Asanteni kwa wote mlikuwa nami kutoka mwanzo hadi mwisho. Niite Clay Mswahili. Mashabiki tuko tayari. Swahili TV sehemu yetu ya furaha. Asante Clay kwa kazi yako.